Tuhitaji sisi porojo zozote, tunataka hatua stahiki zichukuliwe kwa miuaji, waliohusika na mauaji, waliohusika na masuala ya kuteka watu, zichukuliwe hatua stahiki. Vinginevyo hatuhitaji porojo zozote. Kaini tu kimya, endeni kula mishahara, endeni tu kula hizo ambazo mnasema ni rasilimali za Watanganyika. Za Watanganyika wapi? Mbona sisi huku tunaendelea kupigika? Tunaendelea kupigika. Maisha magumu. Gesi tunazoefu 24 sasa hivi, kale kadogo si kilo 5 si kilo 10. Shalom mtu wa Mungu. Ikiwa taarifa hii ni ya kweli, mimi niseme tu JWTZ, ni afadhali tu mungekaa kimya. Mungekaa kimya tu siku zote. Nilitoa klipu ambayo nilitoa Mei mwaka jana. Nikanazungumzia kwamba kitendo cha kuendelea kukaa kimya wakati watu wanaendelea kutekwa, ni vyema mngeendelea tu kukaa kimya hivyo hivyo, kwa sababu sasa mimi nadhani kumtegemea mtu ambaye sio mwaminifu. Hebu nisome maandiko haya kwanza. Na mimi Biblia mnaiamini, na Biblia imetumika sana katika sehemu ya katiba ya Tanganyika iliyoundwa mwaka 1977. Nisome katika kitabu hiki cha Mithali 25 mstari wa 19, anasema hivi: kumtumaini asiye mwaminifu wakati wa taabu ni kama jino lililovunjika au mguu ulioteguka. Mimi nadhani ni vyema tu mngekaa kimya, kwa sababu hata mkisema sasa hivi hatutakubaliana masuala ya utekaji, washatekwa watu. Yaani kwanza hata kwa sababu nahisi mmejivua utu, mmejivua heshima nyinyi wenyewe. Na ndio maana angalieni hata kwenye sehemu ya posti zenu utakutana na comment za watu wana comment maneno ya kejeli, maneno ya matusi, wakisema hapa hatuna jeshi hapa hatuna jeshi hapa. Sasa mimi nisiyaseme mengi. Wengi wanasema jeshi lenyewe la mchongo tu hili. Sasa ni hivi kwamba mungelikuwa mnajua maana ya kazi yenu ilikuwa sio hii mnaifanya hii sasa hivi hii. Baada ya watu wakisha kuwa shatekwa ndio mnajifanya mnatokea hatutakubaliana masuala. Kwa nini msingedhibiti kabla? Kwa nini msingedhibiti? Yaani baada ya shatokea ndio nasema hatutakubaliana. Sasa ya nini sasa kuongea imani? Si Ibrahim nasema ni heri tu mngekaa kimya. Kwa sababu kwanza ndio mtazidi kupata tu matusi kutoka kwa wananchi, kwa sababu mungetokea kwenye wakati watu walipokuwa wanalalamika. Taabu ishapita, sasa hivi ndio mnajifanya mumetokea. Sasa hivi vikosi vishaanza, sasa hivi machafuko kila kona, vikosi vinaanza kujitaja CTFF. Uje pia ni unaona kama hivyo, si maana taarifa zinatokea huko, sipo nyumba ya polisi imechomwa moto, mwa si katibu wa CCM, si wana nani Chalango na mapanga. Matokeo sasa yashakuwa mengi. Sasa hayo ni kweli sio kweli, mimi siko hapa kuyathibitisha, ila hayo kwa wengine walikuwa na uwezo wa kuyaona kwamba ikiwa kama uchaguzi utapita kwa namna hii ambayo tunaona kina Amfani Polepole shatekwa, na huko walikuwa wanajaribu kushinikiza kwamba tusikubali uchaguzi mpaka kwanza tukae chini tukubaliane kama taifa tunaendaje. Na kana zungumzia kuhusiana na upigaji na ulanguzi uko unafanyika, huwa kuvuta kula kwa njia ya NIDA, lakini pia si migodi iliyokuwa inapigwa, si makaa ya mawe, kuuziwa gesi shilingi 20,000 na kamtungi tu kadogo cha kilo 10 si na 5 si 16 kale kadogo tu kale tunauziwa 20,000, na wakati kwenye nchi zingine ni kama wa kilo 50 ni shilingi 5,000 kama sikosea 2,000. Sisi huku sio kwamba hiki kitendo chosema sisi hatuna hela ndio maana tunakopa. Sio kwamba hatuna hela. Kwani Magufuli alipokuepo kweli? Nataka kuniambia kweli nchi yetu sisi ya Tanganyika si ni masikini? Hapana. Lugha zinazotumika nchi yetu sisi ni masikini, ni lugha za wezi. Wezi mara nyingi ndio huwa wanazitumia lugha hizo, lengo kuendelea kuaminisha watu kwamba sisi ni masikini. Lakini si nchi yetu sio masikini. Sisi tumekosa wasimamia rasilimali. Sisi tunawala rasilimali, na ndio maana utakuta wanatembea magari ya kifahari, watoto wao wanatembea magari ya kifahari, wao wenyewe wanakuwa na safari za hapa na pale. Sasa leo hii mnakuja mnaanza kusema kwamba hamtakubaliana masuala ya utekaji. Watu washatekwa ndio unasema mtakubali. Haya, turudishieni basi ndugu zetu waliotekwa. Wakina Soka, wakina Mdude Nyagali, wakina Injili Geuzayo Lo, wakina Sativa ambao alitekwa akaja akatoka akasema kwamba waliomteka ni Mafwele. Mbona hazichukuliwa hatua zozote? Wakina Mzee Butiko anasema tu rais hahusiki bana na masuala kipindi cha ambacho alipotekwa ile mzee alikibao akuja anauawa, anasema kifo ni kifo tu. Hakuna hatua zozote zinazochukuliwa za nguvu. Lakini Magufuli unakuja utomwona siku alipotekwa au alipopotea watoto Njombe, hatua zilichukuliwa zinazolingana na tukio. Ni kwamba kwa nini nyinyi watu wanaumia, watu wanatekwa, mmekaa kimya? Nyinyi hamfai kuwa hapo kwenye kazi. Ndio maana yani nyinyi mchotakiwa hata mkuu wa majeshi, wewe utakao jiuzuru tu.
utakuwa ujiuzulu. Hiyo pengine ndio inaweza ikaanza kuonyesha kwamba kweli umekubali kuwajibika, lakini sio hii ambayo unajua unasema tutakubaliana na masuala. Hamtakubaliana na masuala, watu washatekwa, ndio unasema tutakubaliana. Sasa inafaidia nini? Inaleta nini zaidi ya izai chochote? Watu washatekwa, tushapoteza ndugu zetu akina Mdude Nyagali, wako wachungaji akina Mbarikiwa Kipesile, watoto wao waliuawa na wakuu wa usalama ambao aliwataka kina Said Hussein na Solo, yeye ndo akafunguliwa kesi, amesambaza taarifa za uongo. Yote yaliyotendeka sasa hivi ndio mnaoja nasema tutakubaliana. Sasa mwisho wa yote inasaidia nini? Inasaidia nini yani lugha kwamba tutakubaliana? Tushapoteza ndugu zetu. Haisaidii chochote. Haisaidii chochote. Ni afadhali tu mungekaa kimya. Endeleeni tu kama tu mtaendelea kula mishahara, endeleeni tu kula. Endeleeni tu kula kwa sababu hizi lugha zenu hazitunufaishi chochote sisi. Sisi tushapoteza ndugu zetu. Kwa sasa Watanganyika hatuhitaji sisi porojo, tunahitaji kama kuna namna waliohusika na masuala wawajibishwe kama wako, kwa sababu hiyo ndo kanuni ya katiba. Kama kuna watu waliua kwa kukusudia, na wao pia wanatakiwa wahukumiwe kifo, kama si kifo maisha jela. Kama hicho kwenye hayo wamehusika kwa kukusudia, basi na wao pia wachukuliwa hatua za kufungwa maisha jela, au aidha adhabu ipungue kidogo. Kama walifanya kwa kukusudia, kuua kwa kukusudia, kutekwa kwa kukusudia, nao pia wachukuliwa hatua. Hiyo ndio falsafa ya katiba, lakini pia ndio falsafa ya nchi zilizoendelea. Waliowahi kuhusika, si wanasema waliowahi kuhusika kwenye masuala ya rushwa hawataki kuhusika na masuala ya uongozi, na kwa ujiuzulu. Lakini pia mali zako toka zipigwe mnada, zitaifishwe. Sasa sisi hao waliokuwa mafisadi wao kupiga ndo nakuta ndo nakuwa viongozi. Alafu unajua nasema sasa hivi tumekusudia tutafanya mazuri. Yaani sasa hivi tumekusudia mambo yatabadilika. Si hatuhitaji mabadiliko yote, tunataka ndugu zetu waliotekwa, tunataka ndugu zetu waliouawa. Wale waliohusika kuua ndugu zetu nao wachukuliwa hatua zinazotakiwa. Vinginevyo hatuhitaji hata porojo zozote, hatuhitaji maneno yote. Vinginevyo ndeni tukule hizo rasilimali hii ya kusema walikuwa na hata wale ambao si walioandamana Oktoba 29 ambao kwa sababu unasema hawa walioandamana waliharibu miundombinu. Si hatuna shida na miundombinu, kwa sababu mpaka watu waliandamana bado wako na ndugu zetu wametekwa. Wakina Deusi Soko, wakina Mdude Nyagali, wakina Alfa Polepole, baada ya kuona wametekwa, mwisho wa siku ndo watu waliamua kupiga kelele, waliamua tu kuandamana. Sasa leo wanajifanya wanajisahaulisha kwamba nini kilichofanya watu waliandamana, ila tu nasema walichochewa na watu wa nje. Turudisheni ndugu zetu waliotekwa. Hata wao wenyewe walioandamana wako ambao waliuawa, wengine walifuatwa nyumbani, walikuwa hawaandamani, walifuatwa nyumbani, waliuliwa nyumbani. Hatuhitaji sisi porojo zozote, tunataka hatua stahiki zichukuliwe kwa miuaji. Waliohusika na mauaji, waliohusika na masuala ya kuteka watu zichukuliwe hatua stahiki. Vinginevyo hatuhitaji porojo zozote. Kaini tu kimya, endeni kula mishahara, endeni tu kula hizo ambazo mnasema ni rasilimali za Watanganyika. Za Watanganyika wapi? Mbona sisi huku tunaendelea kupigika? Tunaendelea kupigika. Maisha magumu. Gesi tunauza 24,000 sasa hivi, kale kadogo si kilo 5 si kilo 10 kale. 24,000 sasa hivi. Kwa ukanda wa Dodoma. Mali pengine 25. Rasilimali zetu. Mbona sisi tuna maisha magumu? Rasilimali zetu tunakula na sisi kwani hapa? Kuleni wenyewe. Nisome hapa maandiko haya. Maandiko haya katika hii Ufunuo 13 mstari wa 10 nasema mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Yako maandiko mengi siyasomi. Kama kuna mtu alihusika kuua, kuteka watu, naye atakiwa afanywe hivyo. Ameua, naye atakiwa auawe. Ndo katiba hata inavyotaka kwamba aliyehusika na mauaji kwa kukusudia anatakiwa auawe, anyongwe. Sasa hizo sheria zipo kwa ajili ya kina Makapuku kuchini tu. Kwa hiyo nataka kusema walioteka watu hamjui ni akina nani. Unajua watuambia sasa hatutakubaliana. Anyway, najua nimeongea mengi, ila kwa hapa na mimi niishie hapa. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikana, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu yule afae katika Bwana tangu sasa apate kutimiza wajibu wake angali bado akiwa yuko duniani. Tazama Mungu mhukumu haki kwa kila mtu, iwaje na malipo. Maranatha. Amen.